Ukiangalia mpira wa Simba na Singida unaweza ukaona ni mpira ambao ulikuwa ni wa maamuzi ya maelekezo. Lakini mpira kama ule ambao Singida Black Stars umeona juzi wamecheza na Simba Sports, referee ameshindwa nafikiri alichezesha sheria 11. Sio sheria 17. Jonathan Soa anaangushwa eneo la ndani ya box. Referee anakataa. Sio penalty. Sawa, kama sio penalty na maana yule mchezaji amekudanganya, si ndivyo? Inatakiwa uende kwa muadhibu na njano, si ndivyo? Ametoa njano. Kwa hiyo ndo maana ligi yetu ina intensity ndogo sana na inaharibiwa kwa maelekezo. Tufanye jitihada za kuokoa ligi yetu. Inakoelekea tunaenda kuipoteza ubora wa ligi yetu. Sio swala tena la kuangalia tu kwamba mimi ni shabiki wa Simba, mimi ni shabiki wa Yanga. Tusimamie haki zetu kwenye vilabu vya chini ambavyo ndo vinaumizwa na hawa majanti wakubwa. Mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Wekundu wa Msimbazi uliochezewa pale uwanja wa KMC imeibua mijadala mingi katika vyombo vya habari mpaka kwenye vijio vya michezo vya hapa jijini Dar es Salaam na maeneo mengine yote, lakini sisi tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na wanamichezo wanapokeaje hii hali ambayo inaendelea. Inasemekana virabu 6 vinaenda kugomea kumaliza ligi kuu ya NBC kulingana na maamuzi ya waamuzi ambayo yanatokea kama kuwanyonga ama kuwanyima haki zao za msingi. Singida Black Stars wameshaweka wazi kwamba wao pasina kuchukuliwa hatua kwa waamuzi ambao wamechezesha michezo yao kwa kuwafaidisha wapinzani wao, basi wenyewe watajiondoa kwenye ligi hii na kuacha kabisa kushiriki katika michezo yote ya ligi iliyosalia na michezo ambayo inasimamiwa na mamlaka za hapa Tanzania ya kimichezo kama Confederation Cup ile ya CRDB. Hivyo tunakuja hapa kuzungumza na wanamichezo wenyewe wanapokea vipi hizi mambo ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii hasa zinazohusu ligi yetu. Hapa tutakuwa na Sam Simba kwa ajili ya mjadala huu unaohusu ligi yetu ya NBC. Sam Simba, uko vizuri? Namshukuru Mungu. Nikukaribisha kwanza Bongo Headlines kwa ajili ya kuzungumza na wanamichezo ambao hawajapata nafasi hii ya kuzungumza na vyombo vya habari, lakini watakuwa ni sehemu ya wewe kuwawakilisha. Ya, ukihitaji kupata mambo mengi ya michezo basi Bongo Headlines ni sehemu sahihi kwako wewe mwanamichezo. Hasa kadhalika ukinisikiliza Sam Simba, kuna habari nyingi ambazo utazipata ambazo utazokuwa unazifahamu na nyingine huzifahamu. Karibu sana Bongo Hotline ili uweze kupata habari za michezo. Mimi ni Sam Simba. Mambo ni mengi sana. Tuanzie kwanza kwenye vuguvugu ambalo linaendelea hivi sasa. Kuanzia siku ya jana habari zimeanza kuwa moto ambazo zinahusu vilabu kadhaa kutaka kugomea kumaliza ligi yetu ya NBC kulingana na kushutumu maamuzi ya waamuzi uwanjani yakionekana yakiwanyonga na kutowapa faida, hasa yanavibeba vilabu vikubwa vile vitatu ambavyo viko juu. Hapo ndipo tutaanzia. Singida Black Stars wenyewe wanasema barua yao imeshaenda kwenye mamlaka husika kwamba wasipochukuliwa hatua waamuzi ambao wamehusika kuwanyonga katika michezo yao, basi wenyewe watajiondoa kabisa kwenye ligi hii. Wenda waende hata Zanzibar huko kushiriki kuliko kushiriki kwenye ligi ambayo wanaonewa. Hapo ndipo tutaanzia. Nyie wana michezo mnaipokeaje hizi vuguvugu ambazo zinaendelea mpaka hivi sasa? Of course, kwa sababu kila mtu anapokuwa amesajiliwa klabu yake kuingia kwenye soka inahitaji sheria 17 na ndo kama sisi mashabiki tuna enjoy football. Lakini mpira kama ule ambao Singida Black Stars umeona juzi wamecheza na Simba Sports, referee ameshindwa nafikiri alichezesha sheria 11. Sio sheria 17. 17. No. Sheria alizochezesha pale sheria 10 nafikiri 11 10. Kwa sababu ameshindwa kuzitafsiri sheria 17. Kwa hiyo ukiangalia mpira wa Simba na Singida unaweza ukaona ni mpira ambao ulikuwa ni wa maamuzi ya maelekezo. Kwa sababu mpira haupaswi kuchezwa vile. Angalia jinsi ambavyo Jonathan Soa, Simba amefunga goli zuri tu. Goli safi kabisa, bonge la goli. Lakini Jonathan Soa anaangushwa eneo la ndani ya box. Referee anakataa. Sio penalty. Sawa, kama sio penalty na maana yule mchezaji amekudanganya, si ndivyo? Inatakiwa uende kwa muadhibu na njano, si ndivyo? Ametoa njano? Hakutoa njano. Kwa nini? Kwa ina maana moja kwa moja yeye kwa maelekezo yake ilikuwa sio penalty, ilikuwa ni penalty clear, ila alishindwa kufanya maamuzi kwamba anyway mimi na meza hii filimbi.
Sasa kwa nini usiende kwenye maamuzi ambayo wewe kama referee umeenda kwenye mafunzo kujua kwamba mchezaji kama yeye anasema amejiangusha, si haja chezewa rafu, sikajiangusha, ilikuwa inatakiwa uende kumwadhibu, sika kuhadaa. Ya, umetumia lugha nzuri sana. Ina maana wewe referee amekuhadaa, muadhibu na yeye na njano. Ndio utaratibu ulivyo, lakini hakutoa njano na wala hajaweka pigo kubwa. Ina maana moja kwa moja yeye referee alikuwa na mapenzi yake. Iliwekwa drop ball. Ya, kwa hiyo hicho kitu huwa hakipo katika mpira. Kwa hiyo akaja akarudia tena. Singida wakapata penalty ya pili. Akaimeza filimbi. Alafu matukio hayo Nation amecheza faulu ambao alikuwa na njano ya kwanza, alikuwa na njano ya ile faulu ilikuwa inatakiwa apewe njano ya pili, asukumwe na red card. Lakini kutokana na ile scenario ya Soa mbele amejaribu kutengeneza balance. Ilikuwa huyu Nation apewe kadi nyekundu, ila akaangalia kule Singida aliwanyonga, kwa hiyo akatengeneza balance, kwa nini nimtoe huyu? Sasa kwenye mpira wa miguu hakuna kitu kinaitwa balance. Eti kwa sababu kacheza hii mimi nicheze hii, huo mpira hakuna. Mtu anapofanya kosa inatakiwa adhibiwe kama amekwenda kinyume na sheria 17 za mpira. Na ndio maana hata kwenye mashindano makubwa tunalalamika kwa matukio ambayo tunafanyiwa. Juzi kuna watu walikuwa wanalalamika kwamba Kagoma kacheza rafu nyepesi. Kwa nini ameadhibiwa? Sijui unaelewa? Kwa hiyo ndio maana ligi yetu ina intensity ndogo sana na inaharibiwa kwa maelekezo. Kwa sababu timu zinakaa kambini, watu wanaingia gharama kubwa sana kuandaa timu. Leo hii timu inaleta competition kubwa, lakini mnakuja kuwatoa wachezaji mchezoni, wanashindwa kuonesha kiwango kizuri katika timu ambao labda wao wanajua hii. Ukiangalia mechi ya juzi, Singida wamecheza mpira mzuri kuliko Simba. Japo Simba wamepata matokeo. Yaani ukiangalia ndani ya dakika 90 Singida walikuwa wameonesha kiwango kizuri kuliko Simba, kwa sababu siwezi kusema Simba ni kwa nini wacheza kwa muda kulingana na interest ambao ya finali wameonyesha, na kulingana kwamba Simba ilikuwa ni pungufu, walitumia energy kubwa sana na wachezaji walikuwa wamechoka. Hakuna kikosi cha Fadlu Davis kilichocheza na masenta baki wa katikati watatu toka anaanza kuikamata Simba. Sijui labda mimi kumbukumbu yangu itakuwa ni lini. Kulingana Simba walikuwa wameshachoka. Kwa hiyo aliamua kumuingiza Abdulrazak Hamza, akamuingiza Chamo, akamuingiza na nani na Shefondo Malone. Walikuwa wako masenta baki wakati watatu. Maana yake ni kwamba walikuwa wameshachoka kuwazuia kina Rupia pamoja na Jonathan Thoa. Kwa hiyo tufanye jitihada za kuokoa ligi yetu. Inakoelekea tunaenda kuipoteza ubora wa ligi yetu. Sio swala tena la kuangalia tu kwamba mimi ni shabiki wa Simba, mimi ni shabiki wa Yanga. Tusimamie haki zetu kwenye vilabu vya chini ambavyo ndio vinaumizwa na hawa majanti wakubwa. Sijui unanielewa? Kwa hiyo vilabu hivi 14 ambavyo ndio vinaumizwa, inatakiwa wao nguvu moja kutetea haki zao. Tumewaona juzi Mashujaa wamefungwa na Simba kwenye engo ya Shomari Kapombe. Mchezo wa mpira wa miguu ni bato, si ndivyo? Ni bato. Ile alochezewa Shomari Kapombe ndani ya penalty box, alafu uje uiangalie hii ya Jonathan Soa. Brother, tumuogope Mungu. Tumuogope Mungu. Japo mpira una sheria na unaendeshwa. Kwa hiyo wewe unapokuja referee kuja kuchezesha mpira na matokeo, unakuja kuathiri mambo mengi sana, kwa sababu kuna watu wanahisia kwenye masuala ya soka. Utakuja kutafuta vitu vikubwa sana kwenye nchi yetu ambavyo sisi huwa hatuvipendi. Chezesha mpira wa haki. Chezesha mpira kwenye sheria 17. Elisa C amekaa darasani kufundishwa sheria. Lakini huyu Elisa C ameshafungiwa mara nyingi. Anakuja kufanya nini kama ameonekana na dosari? Anakuja kuharibu interest ya ligi yetu, ubora. Tuseme waamuzi wako wachache ndio maana wale wanajirudia. No, wapo waamuzi ambao ni wazuri. Sio lazima hawa, wapo chini wengine wako vizuri. Ila sijaelewa ni nini ambapo mtu analazimishwa kuchezesha mechi. Nakumbuka Zaka za kazi. Kuna andiko moja liliandika kwenye page yake ya Instagram kuhusu huyu Elisa C kwamba hatutaki achezeshe mechi zetu Azam FC, kwa sababu unakumbuka ile mechi ya Zanzibar Simba anacheza na Azam, Fabrice Lamba Ngoma amekaa mbele kama imamu.
wale malanzimini wake wasaidizi walikuwa wanafanya kazi gani. Lakini mchezaji, mimi siwezi kusema kwamba namlaumu Fabrice Ngoma. Yeye akiweka hata kama asimame na golikipa akifunga likikubaliwa kitu goli. Lakini je, sheria ndo zilivyo? Kwa yote mimi naungana na vilabu vyote 16 kama vilabu hivyo siju 14 watajaribu kukaa pamoja na kutetea haki yao ya msingi kwamba wanaumizwa kwenye baadhi ya marefari wanaokwenda kutafsiri sheria ambazo zinakwenda kuwaumiza wao na kuja kuchezesha mpira wa maelekezo. Kusema kweli tunapeleka ligi yetu mbaya, tunapeleka pabaya sana. Simba bodi ya ligi kupitia kwa afisa habari wake Karim Boimanda wanadai kwamba hakuna barua yoyote ya malalamiko walioipokea katika hivyo vilabu vinavyosemekana vikidai kutuma barua ya malalamiko kwa mamlaka husika. Hii imekaa vipi? Mbona kama tunachanganywa? Afisa habari wa taasisi kubwa ya Singida Black Stars anainuka anasema wamepeleka barua ya malalamiko, lakini Karim Boimanda afisa wa bodi ya ligi yeye anasema hapana, hajapokea barua yoyote. Hii inakaa vipi? Mbona kama tunachafua soka letu? Wanatudanganya sisi, lakini mimi naamini Singida Black Stars ni taasisi kubwa, ina viongozi weredi, na mpaka wao wanatoka public kutujuza Watanzania wapenda soka kwamba kitu gani ambacho kimehappen kwenye soka. Kwa nini taasisi kubwa kama TFF, bodi ya ligi, wasikili kweli barua na wanaifanyia kazi? Kwa hiyo mimi naamini wanaweweseka. Sasa hivi kila mtu anajutia kile kilichotokea tarehe 8. Kwa hiyo mpaka sasa hivi viti havikaliki. Mimi naamini kama kweli taasisi kubwa kama Singida wametoka public na kutuhabarisha kwamba wamepeleka barua, mimi nafikiri swala la muda nao watakiri kwamba ni kweli watakuwa wamepotea. Tusubiri tuone, kwa sababu sasa hivi viti havikaliki pale bodi ya ligi. Havikaliki. Hali ni tete kwa sababu hatuelewi nini hatima kwanza tarehe 8 iko vipi na tarehe 15 mwezi wa 6 itakuwaje. Kwa hiyo ni swala la kusubiri. Mimi naamini walichokioanisha Singida Black Star, mimi naamini kila Mtanzania amekiona kupitia mechi ya juzi. Maamuzi yalikuwa ni pua. Kwa sisi kama wadau wa mpira ambao tunapenda mpira kuliko timu. Mimi sio mpia timu bwana. Mimi napenda mpira. Napenda mpira kuliko timu. Japo mimi ni shabiki wa Simba, lakini sitosema kwamba naenda kuitetea Simba kwa vitu kama vile. Hapana. Lakini Simba haiwezi kuingia kwenye hiyo engo kwa sababu huna ushahidi kama labda Elisasi amekuja na hizo lambi zake kutoka upande wapi. Huna ushahidi. Simba ananufaika kupitia matukio ambayo refari anatoa maamuzi. Kwa hiyo Simba huwezi kumhusisha kwenye hilo issue. Kwa hiyo mimi naamini tusimamie Elisasi aidha ametumwa, amepewa maelekezo, hakuna mtu ambaye ana ushahidi. Lakini Elisasi kwa mpira kwa maelekezo ya mechi ambayo anachezesha anaipeleka kabulini ligi yetu. Sisi ambao tunaona kwamba ligi yetu ni bora. Simba wengine wanasema kwamba Simba Sports Club ndio inaiponza bodi ya ligi. Of course, kwa sababu tunajaribu kuangalia kutoka kwenye tarehe 8. Tarehe 8 jinsi ilivyokuwa. Simba baada ya kuzuiliwa kuingia uwanjani wao wakaandika usiku kwenye peji yao kwamba sisi hatutapeleka timu mpaka wale watu ambao wanatufanyia uhuni wahajibishwe, si ndivyo? Lakini bodi ya ligi mpaka asubuhi saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 iko official game. Wakaja baada masaa kadhaa wakaitengua game. Kwa sababu zipi? Kwa hiyo ina maana moja kwa moja wakawa wanaenda sawa na Simba kuwatetea Simba ambao Simba walikuwa hawana hoja ya msingi. Kulingana kama tunatengeneza kanuni, Simba walikuwa kwenye kanuni gani? Wao walikuwa wanatakiwa watulie vile vile kama walivyosema kwamba sisi hatuchezi mpaka watu wachukuliwe hatua sawa. Au watu hawezi kuchukuliwa kwa muda mchache. Lazima watu wakakae wakafuatilia uchunguzi zaidi. Nyinyi nendeni mkacheze mpira. Kwani masaa 72 maana yake ni nini? Si ndivyo? Kwa hiyo ilikuwa ndakiwa Simba ingize timu. Kwa hiyo Simba waliwatisha bodi ya ligi wakajaa kwenye mfumo. Kitu ambacho hata tumekiona juzi Simba kuweka uwanja wa Amani, Simba walikuwa wana lighting ilikuwa ile zile mechi ya shirikisho ingelikuwa ndo bodi ya ligi ina zamana ile shirikisho. Simba singecheza na bodi ya ligi pia wangekubali. Si kitu ambacho tunakiona. Tuna ushahidi. Lakini waliona hawa mabwana hawaminyiki hawa. Wameongea tu Amani Complex. Ule mtandao haugusiki. Haugusiki. Waliona uwezi kucheza na msoko kama wakina nani sijui namba yake ya simu unayo.
Tigo Pesa sijui ya Telemane, hakuna kule. Kwa hiyo tujaribu kuangalia bodi ya ligi ni kwa nini, au kama wameshapanga mikakati kwamba Simba ni bingwa, sawa, wasiweke mashindano basi, inapoanza Simba apewe bingwa, au labda Yanga ni bingwa wasiweke mashindano, Yanga apewe bingwa. Lakini kama light timu lazima iingie uwanjani kwenye pichi zivuje jasho, hakuna upangaji kama huo. Angalia Simba anafaidika kwa yule mchezaji anaitwa nani yule, Eric Mkombozi. Sasa unaenda mchezaji amepewa kadi nyekundu kwenye mchezo, ina maana tayari riski kwenye timu, alafu mwisho wa siku masaa 72 wanasema yule mchezaji ile kadi ilikuwa amepewa kimakosa. Sasa kwa nini atoke? Mungu wangu. Ina maana alitoa chance Simba kupata matokeo, si ndivyo? Wajaribu kuangalia utaratibu mwingine. Kama mchezaji ametoka, kuna kitu gani kinakwenda kufidia? Kwa sababu tayari mmeiathiri timu, imecheza pungufu ili mradi Simba ipate matokeo. Kwa hiyo mimi naamini kuna namna ambavyo kila mtu anaweza kakaa kaangalia akasema bodi ya ligi wanainufaisha Simba kwa huu mwaka. Kwenye matukio mengi Simba amebebwa mno kwenye matukio mengi. Unakiri? Mimi kama shabiki wa Simba nakiri hilo. Japo vilabu vyote viwili Simba na Yanga wanafaidika kupitia matokeo ya kusema kwamba refari amechezesha kibinadamu, naye pia ni binadamu. Simba na Yanga wamefaidika, lakini katika kufaidika Simba sisi tumefaidika mara nyingi sana. Tena kwenye maamuzi ambayo ya kutoa mtu roho. Yanga kwenye mechi ya Yanga mtu amekufa pale Taifa, ambayo Simba amegoma kuleta timu uwanjani. Kwa hiyo kuna matukio mengi ambayo mimi nahisi bodi ya ligi wanatajika wajaribu kujitathmini. Mimi kila siku nitaongea option ya bodi ya ligi ni kujiuzuru tu. Hicho ndio kilichobaki. Bas, wajiuzuru, maisha mengine yaendelee. Shukrani sana Sam, naomba tuishie hapa kwenye mjadala. Asante sana kaka. Mtazamaji wa Bongo Headlines, alikuwa ni Sam Simba huyo, shabiki wa wekundu wa Msimbazi, lakini tulikuwa naye kwa ajili ya kuendesha mjadala huu ambao ulikuwa unahusu uamuzi na maamuzi yao na hivi vilabu vingine kufikia hatua sasa ya kutaka kugomea kuendelea kumaliza ligi kuu ya NBC. Hayo ndio Samu ambayo ametueleza na yanabaki kuwa ni mawazo yake kama mwanamichezo. Hii ni Bongo Headlines, hakikisha kwamba una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa zetu ukiwa wa kwanza. Shukrani sana.